vinatoka kwa Mungu au ni vipawa vinavyotoka kwa Mungu. Kwa hiyo maana yetu inakuwa vipawa vitusaidie kuwa na imani kwa Mungu. Vipawa vitusaidie kuwa na imani kwa Mungu. Hivi vipawa ambavyo ni sanaa, muziki na michezo na mtu yeyote mwenye uwezo wa ufundi wowote ule unatokana na hali halisi ya uumbaji. Na hii tunaipata katika kitabu cha Mwanzo sura ya 1 aya 3 mpaka aya ya 31. Kitabu cha Mwanzo sura ya 1 aya ya 3 mpaka aya ya 31. Ukisoma katika kitabu hiki au maandiko matakatifu haya, utagundua kuwa Mungu ndiye msanii mkubwa. Mungu ndiye msanii mkuu. Utagundua kuwa Mungu alipoumba ulimwengu aliumba katika uzuri wake, aliumba katika mpangilio, na ndio maana naona hata uumbaji umeenda kwa siku. Naambiwa siku ya kwanza Mungu akasema na iwe nini? Na iwe nuru, ikawa nuru. Kwa hiyo ukiangalia ule mtiririko mpaka mwisho kabisa anaposema ile sura ya kwanza aya 26 kwamba na tufanye mtu kwa mfano wa sura yetu, akiwa ndio kiumbe cha mwisho kuumbwa, unaona mwishoni ile aya ya 31 Mungu anasema natazama ikawa kila kitu Mungu alichokiumba ni nini? Ni kizuri. Ikawa asubuhi, ikawa jioni. Maana yake ni kwamba ule mpangilio wa uumbaji, unapoenda msituni wakati mwingine unaangalia ile asili, miti ya asili ilivyopangika. Yaani sio kwamba tumejipanda yenyewe, lakini unaona Mungu namna ambavyo kwa uwezo wake alipoweza kumpangilia. Angalia ndege walioumbwa, ndege wa aina mbalimbali, wa rangi mbalimbali. Angalia wanyama wa aina mbalimbali, muonekano tofauti namna walivyo na uzuri wao. Tuangalie sisi binadamu jinsi tulivyo, kila mmoja kwa sura yake, kwa ufupi wake, kwa urefu wake, kwa unene wake. Kwa ukiangalia katika mtiririko huo, unaona kabisa ni sanaa ambayo imejengwa kwa namna ambayo ni ya ajabu, kwa namna ambayo ni ya ajabu. Na ndio maana hata sisi wenyewe kwa kutambua nguvu hiyo ya sanaa, kila mmoja, ndio maana nikaanza kuuliza hayo makundi. Kila mmoja hapa unaona kabisa amepitia kwa mwana sanaa. Yule mshonaji, fundi nguo, yule ni mwana sanaa. Maana yake anaiweka nguo katika uzuri fulani, wewe mwenyewe ambao unakufanya ufurahie na upendeze. Na unavaa unasema hivi, angalieni jinsi nilivyofanyaje, nilivyopendeza. Unaenda kwa kinyozi, ile ni art, ni sanaa. Ile ni sanaa. Ile ni sanaa. Katika kuimba, ninapoimba, maana yake inaingia katika uzuri wa kumsifu na kumtukuza Mungu, kwa sababu hata ndege wenyewe wanaimba, wanyama wenyewe wanaimba. Sasa kama wanyama wanaimba, ndege wanaimba, viumbe vingine nje ya binadamu vinaimba, maana yake wanadamu, kwa sababu wameumbwa kwa mfano na sura ya Mungu, maana yake anapaswa kuimba vizuri zaidi kuliko sasa katika muktadha
tulivyozaliwa. Tulizaliwaje? Tuliingiaje duniani? Uliingia duniani ukiwa na nini? Kwenye misa za mazishi huwa tunapenda kusema msemo kwamba namwambia yule aliyetangulia mbele ya haki kwamba ulikuja ukiwa haujiwezi. Maana yake ulizaliwa, mbili, uliogeshwa, ulivishwa. Kwa hiyo ukasaidiwa katika kila kitu. Na unapotangulia mbele ya haki unaogeshwa, ndio? Unavishwa. Unasaidiwa kila mpaka tunapokwenda kufanya uzima. Kwa hiyo unaona katika mazingira haya kwamba tupo wanadamu ambao tunakuja duniani hatuna kitu. Vile ambavyo tulivyo navyo tunavikuta wapi? Hapa duniani. Na vingine ambavyo Mungu kwa asili yake anakuwa ametuwekea katika hali yetu hii ya kimaumbile, Sasa katika hali hiyo ujiulize, ilikuwaje ukaanza kuwa labda mwanamitindo au mwanariadha au mwimbaji au mwanasanaa wa sanaa yoyote ile? Maana yake wewe haukuwa na kitu chochote. Hicho kitu umewekewa na nani? Na Mwenyezi Mungu. Kwa hiyo sasa ule ubunifu katika mada hii ya kwanza, ni sehemu ya kwanza tunaposema ubunifu kama onyesho la asili ya Mungu, maana yake ni nini? Chochote kile cha kisanaa ninachokifanya, uimbaji wowote ule ninaofanya ili niimbe vizuri, ninapopiga kinanda ili nipige kinanda vizuri, chochote kile ninachokifanya, maana yake kwa kweli ninaiga tabia ya Mungu mwenyewe, kwa sababu tayari imo ndani yangu. Ninaiga ile tabia ya Mungu. Sio kitu ambacho mimi nimekiwekea mwenyewe, hapana. Ni kitu ambacho Mwenyezi Mungu ndiye amekiweka ndani yangu, na mimi ninaona huo msukumo wa kukiendeleza kile ambacho Mwenyezi Mungu tayari amefanyaje, ameniwekea. Na ndio maana utaona katika maandiko matakatifu kuna mwito wa Mwenyezi Mungu katika kuwaita watu mbalimbali katika ubunifu wa kisanaa. Tukisoma kitabu cha Kutoka sura ya 35 aya ya 30 mpaka aya ya 35. Kitabu cha Kutoka sura ya 35 aya ya 30 mpaka aya ya 35. Maana hapa tuna maiki, naomba tusaidiwe wale vijana ambao siko hapo ili nasoma huko Biblia kusoma. Kitabu cha Kutoka sura ya 35 aya ya 30 mpaka 35. Neno la Mungu linasema, kisha Musa akawaambia wana wa Israeli, angalieni, Bwana amemwita kwa jina lake Bezaleli mwana wa Huri wa kabila ya Yuda, naye amemjaza Roho ya Mungu katika hekima na akili na ujuzi na kazi ya ustadi kila aina, na kufumbua kazi za werevu na kufanya kazi ya dhahabu na fedha na shaba, na kukata vito vya kutilia na kuchora miti, atumike katika kazi za werevu kila aina. Naye amtilia moyoni mwake ili apate kufundisha, yeye na Oholiabu mwana wa Aisamaki wa kabila ya Dani,
Amewajaza watu hao akili za moyoni, ili watumike katika kazi za kila aina, ya mwenye kuchora mawe na kazi ya werevu, na ya mwenye kutia taraza, na katika nyuzi za rangi ya samawi na za rangi ya zambarau na nyekundu na kitani nzuri, na ya mwenye kufuma nguo, na ya hao wafanyao kazi yoyote, na wenye kufumbua kazi za urevu. Wewe unaona sehemu hii ya maandiko matakatifu, kitabu hiki cha Kutoka sura 35 aya 30 mpaka 35 inaweka wazi kwamba Mungu anamtuma Musa achague watu ambao wana werevu, wamejazwa akili, wamejazwa hekima, wamejazwa ujuzi wa kazi ya ustadi wa kila aina. Tumeambiwa kwa kupiga tarazo. Unaona hii tarazo iko kwenye Biblia. Kupiga tarazo. Hii ni tarazo jamani, unayoiona kwa kanyaga. Tarazo maana unaona watu walipofanya huu sanaa, hii sanaa hii, maana yake tayari imo ndani yao na mtu ana uwezo wa kufanya. Tumeambiwa kuchora. Unaona hizi picha ambazo watu wamechora, unapokuwa unafanya nyuso la mtakatifu, unaona ule utakatifu wa hao watakatifu unapowakumbuka, maana yake unapata ile nguvu ya maisha ya utakatifu. Unapata ile nguvu ya maisha ya kuona kwamba kumbe ni namna gani huu ubunifu unaturudisha katika asili ya Mwenyezi Mungu, katika asili ya Mwenyezi Mungu. Kumbe ndugu zangu, tunaambiwa huu ujuzi unaitwa akili ya moyoni. Akili ya moyoni ambayo tayari Mungu amekuwekea. Na ndio maana kama hicho kipaji unacho, kama hicho kipawa unacho, ukitumie, kwa sababu Mungu anataka ukitumie kwa ajili ya uzuri wa ulimwengu na furaha ya maisha ya hapa duniani. Tusome kitabu cha Mwanzo sura ya kwanza aya ya 26 mpaka ya 27. Kitabu cha Mwanzo sura ya kwanza aya ya 26 mpaka ya 27. Tuone huo ubunifu kama onyesho la asili ya Mungu, kwamba tunatoka kwa Mungu mwenyewe, ni asili ya Mwenyezi Mungu. Kitabu cha Mwanzo sura ya kwanza aya ya 26 mpaka aya ya 27. Kitabu cha Mwanzo sura ya kwanza aya ya 26 hadi ya 27. Neno la Mungu linasema, Mungu akasema, na tumfanye mtu kwa mfano wetu, kwa sura yetu, wakatawale samaki wa baharini na ndege wa angani na wanyama na nchi yote pia, na kila chenye kutambaa kitambaacho juu ya nchi. Mungu akaumba mtu kwa mfano wake, kwa mfano wa Mungu alimuumba, mwanamume na mwanamke aliwaumba. Neno la Mungu. Kwa mfano wa Mungu. Kumbe mwanadamu mwenyewe ni sanaa. Ndio. Maana yake ameumbwa kwa sura na mfano wa nani? Kwa sababu unapofanya sanaa, unapoimba, unapofanya mchezo, maana yake ni unaiga kitu fulani. Sisi tunapoimba tunaiga nani? Asili ya waimbaji wa malaika
kumtumikia Bwana Kristo. Kwa hiyo unaona chochote unachokifanya, ukifanya kwa sifa na utukufu wa nani? Wa Mungu. Kwa sababu gani? Ubunifu huu, vipawa hivi tuko navyo vinatoka kwa nani? Na tunapovifanya tunavifanya kwa sababu ya nani? Hivi unaimba kwa sababu ya kuimba? Wewe ni mchoraji kwa sababu ya kuchora? Na ndio maana sisi wa Kristo sasa tunakumbushwa kwamba sanaa yetu, shughuli zetu za mchezo, uimbaji wetu tunaofanya ni lazima ulenge kumtukuza nani? Mungu.